Nina swali kwako. Kwa nini ulizaliwa? Kwa nini ulizaliwa? Habari, mimi ni mchungaji Thomas na nataka kukushukuru kwa kutazama. Nimewauliza watu wengi swali hili, kwa nini ulizaliwa? Na unajua nini? Ni wachache sana wanaoweza hata kulijibu. Je, wewe unaweza? Je, umewahi kufikiria kuhusu hilo? Kwa nini nilizaliwa? Nataka kukuelezea na kukuambia kwa nini. Unaona, kuna Mungu mmoja tu. Yeye ndiye muumba wa ulimwengu huu. Mungu aliumba jua na nyota na mwezi na dunia hii na ulimwengu huu na galaksi zetu zote. Lakini alikuumba wewe. Na Biblia inasema alikuumba kwa mfano wake. Hiyo inamaanisha wewe ndani ya mwili wako una roho na yeye ni roho. Na alikuumba ukiwa na roho, nafsi na mwili. Na roho na nafsi yako vitaishi milele, iwe mbinguni au motoni. Sasa anataka kuwa na uhusiano na wewe. Sababu ya wewe kuzaliwa, ulizaliwa kwa mfano wake. Ili uweze kumjua Mungu na kuwa na uhusiano binafsi na muumba wa kweli na wa pekee, Mungu. Kuna Mungu mmoja tu na anakupenda kwa moyo wake wote. Mungu anakupenda. Wacha niseme tena. Mungu anakupenda bila kujali wewe ni nani, bila kujali ulichofanya, bila kujali dini yako, bila kujali rangi yako, bila kujali kabila lako, bila kujali lugha yako. Mungu anakupenda. Biblia inasema Mungu ni upendo na hakuna unachoweza kufanya ili kumfanya Mungu akupende zaidi. Hakuna, anakupenda. Hivyo ndivyo alivyo. Bila kujali wewe ni nani au ulichofanya. Lakini unajua, tuna tatizo. Sote tumefanya mambo mabaya, sivyo? Mimi nimefanya, wewe umefanya. Tumevunja sheria ya Mungu. Tumetenda dhambi. Tumeenda njia zetu wenyewe tukitawala maisha yetu. Na hilo likatengeneza kizuizi kati ya mwanadamu na Mungu, kizuizi kiitwacho dhambi. Kwa hivyo ikiwa unataka kumjua Mungu, kizuizi hiki lazima kiondolewe. Na unafanyaje hivyo? Sawa, hivi ndivyo dini inavyosema. Lazima uwe mtu mzuri. Lazima usali mara 5 kwa siku au kwa Maria au tu. Pia lazima usaidie watu na ufanye mazuri. Lazima ubatizwe. Lazima uungame dhambi zako kwa kuhani au mchungaji au imamu. Wacha nikuambie, hakuna mwanadamu anayeweza kukusamehe. Mungu pekee ndiye anayeweza. Na hutawahi kuwa mzuri wa kutosha kujiokoa, kwa sababu hata kama una matendo mema, bado unapaswa kulipia mambo mabaya. Na malipo pekee ya dhambi, Biblia inasema ni kifo kwa damu. Na ndiyo maana Kristo alikuja duniani. Alikuja kwa sababu anakupenda. Alizaliwa na Bikira Maria. Mungu akawa mwanadamu. Na aliishi duniani hapa bila dhambi. Lakini alikufa msalabani. Na kabla hajafa walimtandika kifuani na mgongoni. Wakamvika taji ya miiba kichwani, damu ikitiririka usoni. Walichukua mjeledi wakampiga kifuani na mgongoni, naye akamwaga damu yake. Ili kulipia dhambi zetu, zangu na zako. Dhambi zako zimeshalipiwa. Una haja ya kwenda kuzimu. Ameteseka kuzimu badala yako. Alihukumiwa badala yetu. Alijitwika dhambi za ulimwengu. Kwa sababu anakupenda na anataka uwe huru na usamehewe. Na leo anaweza kukusamehe dhambi zako. Baada ya siku 3 alifufuka, yu hai, anataka kuishi moyoni mwako. Na sasa hivi anabisha hodi mlangoni pa moyo wako, anabisha. Unaweza kumhisi. Naye akasema, ukifungua mlango nitaingia. Unapaswa kufanya nini ili ufungue mlango?
Tambua kuwa wewe ni mwenye dhambi na huwezi kujiokoa. Tambua kuwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako, akamwaga damu na kufufuka. Huenda usielewe. Ni sawa. Sema tu kwa imani, nitaamini. Kisha weka maisha yako mikononi mwake. Wache maisha ya kujiongoza na sanamu zako na dhambi zako, na useme, nitayakabidhi maisha yangu kwa Yesu, awe Bwana wangu, Mungu wangu, Mwokozi wangu. Nitaweka maisha yangu mikononi mwake. Na nakuambia, ukifanya hivyo, Roho wake ataingia. Atakusamehe dhambi zako, zitahamishwa kutoka moyoni mwako hadi msalaba wa Kristo. Roho wake ataingia kwa nguvu na kubadili maisha yako milele. Utabadilika. Atakupa amani, atakupa furaha, atakupa msamaha. Naye ataingia nawe, utamjua katika maisha yako. Utakuwa na uhusiano na Mungu Muumba kuanzia sasa, utakaodumu milele yote. Unasema, nifanye nini? Unaweza kuomba sasa hivi na kutoa maisha yako kwa Kristo. Omba tu nami. Sala haikuokoi. Yesu ndiye anayeokoa, lakini omba tu, Bwana Yesu, nataka kuacha dhambi zangu na kutegemea chochote na kila kitu, na nitakuamini wewe kama Bwana wangu pekee na Mwokozi wangu pekee, na nayasalimisha maisha yangu kwako. Ingia moyoni mwangu, unisamehe na ubadilishe maisha yangu milele. Kwa jina la Yesu, amina. Kama umeomba ombi hilo, nataka uniandikie na useme, nimejisalimisha. Nimejisalimisha. Unaweza kuniandikia kupitia barua pepe yangu twaministry23@gmail.com. Nitarudia tena, twaministry23@gmail.com, na useme tu, nimejisalimisha. Na pia unaweza kuongeza maneno mengine mawili, nihusishe, na ututumie barua pepe yako, nami nitakutumia ujumbe wetu wa wiki. Ni bure na itakubariki kupita kiasi chochote unachoweza kuwazia. Nitakutumia ujumbe wangu wa wiki na utaupenda. Utakusaidia sana kukua katika Bwana na maarifa ya neno la Mungu. Pia tafadhali bonyeza like, uwe mfuatiliaji na ushiriki video hii na kila mtu unayeweza. Na nataka kukushukuru kwa kutazama. Mpaka wakati mwingine, jina langu ni Mchungaji Thomas. Na siku zote kumbuka, Yesu anakupenda.